Kwa hiyo natoa msisitizo kwamba kwenye maeneo yetu kwenye shughuli zetu tunazofanya kila siku ni vyema tunaona swala la mfumo wa kamera ni la msingi. Lakini hiyo maeneo mengine mfumo mitambo ya ulinzi mbalimbali auto CCTV camera ni jambo jema sana. Mtambo ni kifaa ambacho kimetengenezwa na binadamu na controller ni binadamu, administrator wa mtambo ni binadamu. Wenyewe unafanya shughuli ya capture, process na kuhifadhi. Lakini kuitrack hizo data pale ambapo unahitaji kutumika, ni binadamu anafanya hiyo shughuli. Kwa hiyo uko muhimu pia wakati tunatoa matangazo ya ajira, ni vyema tukashirikiana na baadhi ya taasisi ambazo tunaziamini ili kuona tunaowaajiri ni watu wenye uaminifu wa kutosha, wenye uadilifu wa kutosha, ili usiwe na shaka na mtaji wako ambao umewekeza katika eneo husika. Lakini pia ni changamoto kwa baadhi yetu, pamoja na kwamba tumewekeza fedha nyingi, tumewekeza mitaji mikubwa, lakini magari yetu ambayo yanatumika hayana controlling mechanism. Nimezungumzia mzunguko wa refresh kwa sababu wakati nahamia hapa mwaka jana, tukio la kwanza lilikuwa la kwako na wenyewe wanajua. Lakini katika ufuatiliaji wa hilo tulipata changamoto kwa sababu gari ilikuwa inatumika haikuwa ina mechanism hiyo. Kwa hiyo ni kauli ya mtu inatoka kiwandani kwa kwenda mjini, lakini haushauri yako ambao unachozungumza ni cha kweli na kama sio sabotage ama kitu kingine. Kwa hiyo tunapofunga kideshi na gari yetu hasa wale wasafirishaji, inakurahisishia wewe mwenyewe kuona movement ya gari, wapi inasimama na kwa nini inasimama, kama ilikuwa hakuna sababu za msingi. Tukaanza kutoa mapema kabla mzigo ule ima haujaibiwa ama haujapotea katika mazingira yoyote. Pamoja na vifaa tulivyo navyo, lakini tunahitaji msaada wa kiulinzi. Kwa nini? Kwa sababu idadi yetu tuliyokuwa nayo tukilinganisha na idadi ya wananchi na shughuli za kiuchumi zinazofanyika ndani ya mkoa huu, pasi na ubia, pasi na ushirikiano, hatuwezi maintain higher performance ya security. Lazima kuna mahali tutakuwa tunapungukiwa. Kwa hiyo nimeshukuru baadhi yenu tumeajiri makampuni ya ulinzi, lakini rai yangu katika makampuni haya tunafisi changamoto mbalimbali kutoka kwa baadhi yenu. Reliability of the security company, hasa zile ambazo zina bima. Nyie ndio wenye kufahamu zaidi. Sisi kazi yetu kusajili, kuangalia, kwa maana oversight person katika supervision ya makampuni haya ya ulinzi. Lakini napaswa pia tushauri kwamba tunapoamua kuchagua security company, we have to choose the best. Wakati unachagua, unaweza usione umuhimu wa kuchagua kampuni the best kwa sababu gharama yake ni kubwa, lakini umesahau amount ya fedha ambayo umewekeza bilioni za money, unaionea wivu kwamba ni kubwa, alafu ukiweka kampuni yenye kuchaji fedha nyingi na hakuna security yoyote threat, unaona kama loss. Lakini once inapotokea tukio, inakuwa fursa kwako, lakini at that time ni kwamba capital diminishing kubwa. Ili urudi katika stable stage, it will take some time. Kwa hiyo ni vyema tukaselect the best na watu ambao wana high integrity, ili hata ilipotokea jambo, sisi jeshi la polisi tunaposhirikiana na wale, basi kazi yetu inakuwa nyepesi na kuona ubora wa ulinzi. Kwa jina naitwa Mhandisi Elton Herman Muno, ni production manager kampuni ya Speak Industry. Ni wafanya biashara wadogo wanaotuzunguka maeneo yetu ya viwanda. Wao wanakuwa ni vyanzo vikubwa vya uhalifu, lakini sio tu uhalifu wa kusababisha bidhaa tunazalisha kuibiwa, lakini pia wamekuwa ni wachafuzi wa mazingira. Kwa mfano sisi tuko Bagamoyo opposite na stendi ya mkoa, kuna watu wanatuzunguka maeneo yale. Kwa wale watu wanatusababishia uhalifu
wa mara kwa mara. Habibu Juma Isa, hatari aina jamii ya tembo ambayo tunapakana nayo na mbuga ya Saadani. Pili kubwa ni jamii ya wafugaji aina ya Wamagati. Hawa wako pembezoni ya shamba. Tatizo letu la 4 ambalo linasumbua pala, kama nilivyosema, hekari 2500 ndizo ambazo zimeendelezwa mpaka sasa hivi, lakini hizo zilizobaki ni pori la hifadhi. Kamanda, tunaomba usaidie sana. Matukio ya uvamizi yameripotiwa sana katika ofisi zetu, ikiwemo mimi pia ni miongoni mwa watu ambao nimeripotiwa uvamizi wa baadhi ya waajiriwa wangu, hasa madereva ambao huenda tunawatuma katika trip, wanarudi usiku, wakipaki, wakati wanarudi wanavamia. Nadhani kesi kama hizo zimefika ofisini kwako. Ili mimi nisaidike na nyinyi askari, mbinu zangu zingine za kutengeneza na kulinda mali yangu, basi ingependeza siku moja kwa jitihada hizo nilizozifanya kutengeneza mazingira pale na nini, basi siku moja ungezunguka wala kwa kila mmoja kama alitambulisha hapa leo, na kuona kwamba wewe ndio kampuni yako hii, umejizatiti kwa hili. Kutoka hapo ungeweza kupata nini sasa nikitengeneze ili kuweka na ile risk assessment.